Naam, sasa baada ya siku ya jana Israel kufanya shambulizi kali kwenye sehemu ya miundombinu ya nishati ya Irani na kuharibu kabisa ile hifadhi ya mafuta katika mji wa Tehran. Siku ya leo Irani imejibu na kusema kuwa endapo Israel itaendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya nchi hiyo, basi Irani itashambulia sehemu za mafuta katika nchi zile za Mashariki ya Kati, yani nchi za Guba, sijui Kuwait, Omani, Bahrain, Iraki, Katari, Falme za Kiarabu and all that. Sasa huu mzozo bana, endapo utachukua muda mrefu, basi huenda tutaendelea kushuhudia madhara mengine makubwa zaidi. Siku ya jana pia Rais wa Marekani Donald Trump akiongozana na mke wake First Lady Melania Trump pamoja na makamu wa rais JD Vance na waziri wa vita pia Pete Hegseth waliwasili katika uwanja wa ndege wa Dove Air Force Base kupokea miili ya wanajeshi 6 waliouawa na shambulizi la drones Kuwait, ambapo katika namna moja au nyingine mpaka sasa hivi ni kama Marekani nayo bado inapanga mikakati mizito namna ambavyo itaendelea kuishambulia Irani ikishirikiana na Israel, na mzozo huu mpaka sasa hivi hatuelewi hatima yake hasa ni nini. Yaani inabidi tu tupige goti kwa kweli kwa Mungu, tumuombe Mungu huu mzozo uishe mapema, kwa sababu sio nchi tu za Mashariki ya Kati zitakazoathirika, ni dunia kwa ujumla. Ndio maana hata hotuba ya juzi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia alisema tuombe Mungu huu mzozo uishe mapema, uishe kabisa, kwa sababu endapo ukiendelea basi tutaendelea kushuhudia madhara mengine makubwa sana, na pia hata nchi zetu za huku ukanda wa Afrika na Tanzania kwa ujumla pia zitaathirika. Kwa hiyo tuombe sana Mungu jamani, huu mzozo uishe mapema. Mimi naitwa Bounce, nitaendelea kukupa kile ambacho kitakuwa kinajili Mashariki ya Kati. Hakikisha unanifollow hapo, usipitwe kabisa na hizi taarifa.